M Online TV. Leo ni siku nzuri na nimekuwa na furaha sana kuona jambo hili tumeanza kulianzisha kwa kusaini hati ya makubaliano. Kwa kifupi tu, kwa sababu mwenzangu ameshaongea, niseme kwamba ukuaji wa miundombinu licha tu ya kwamba unarahisisha maisha, lakini pia unasaidia kukuza uchumi. Lengo letu ni kwamba tufanye maisha yawe mepesi, wakati huo pia tusaidie katika kukuza uchumi na kuongeza pato la taifa. Kwa hiyo makubaliano haya yanalenga kuboresha huduma ya usafiri kati ya anga na reli na ardhi kwa ujumla, lakini pia kuchangia shughuli za kiuchumi katika maeneo ambayo yatapata faida ya uwepo wa mradi huu. Kwa upande wa abiria, utakuwa kuna urahisi tu wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia miundombinu tofauti, lakini kama ukitoka point A utafika point B, haijalishi umepitia njia zipi, lakini utafika kwa urahisi. Lakini kwa upande wa mizigo, kwa maana cargo, kuna baadhi ya maeneo wana vitu vizuri sana ambavyo havihitaji kusafirishwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunaamini kwamba ukiweza kutoa mazao shambani haraka ukafikisha sehemu ya airport, unaweza ukapeleka nje. Nazungumzia perishable, mfano matunda, mboga, vitu kama hivyo. Hapo ndipo dhana nzima ya kusema tunakuza uchumi na kuchangia pato la taifa inapokuwa inakamilika. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi kwamba hii fursa inakuja, tuanze kujipanga, tusisubiri fursa ikamilike ndio tuanze kujipanga. Tuanze kujipanga kwa wale ambao wanafikiria kulima, waanze kuandaa mashamba, kulima product and service. Huduma itakapokamilika maana yake unatumia. Jambo hili lina mantiki moja kwanza. Ya kwanza ni kuwawezesha wasafiri kuingia na kutoka kwenye viwanja vya ndege kiurahisi. Kwa maana ya kwamba anaposhuka kwenye kiwanja cha ndege aweze kutumia usafiri wa reli kuingia kwenye stesheni zetu ama vituo vyetu vya abiria na kuelekea maeneo mengine ya miji ya mjini hapa. Jambo hili ni pamoja na maelekezo ya Mheshimiwa Rais aliyoyatoa wakati wa uzinduzi wa safari za treni za mizigo pale Kwara, na hata kipindi kile akiwa anazindua mwaka jana safari za treni za abiria kati ya Dodoma na Dar es Salaam. Alielekeza TRC tushirikiane na mamlaka za viwanja kujenga tawi la reli linaloingia katika kiwanja cha Julius Kambarage Nyerere International Airport. Kwa hii ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo yake. Sambamba na hilo, TRC tulishakamilisha feasibility study ya ujenzi wa mtandao wa reli ndani ya jiji la Dar es Salaam, na kiwanja hiki cha ndege kimeunganishwa na tawi la reli linalomwezesha msafiri anayetumia viwanja vyetu vya ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuingia na kutoka kiurahisi kwenye kiwanja hiki. Na pia kwa upande wa Dodoma, kiwanja cha Msalato ndio, na pale tushakamilisha mawanda ya ujenzi wa mtandao wa reli utakaounganisha stesheni ya Dodoma pamoja na kiwanja chetu cha ndege cha Msalato. Na pia mawanda haya yatajikita kwenye ujenzi ama kwa upande wa kiwanja cha Kia tuna mtandao wa reli ya MGR unaoingia kwenye kiwanja hicho cha Kia, ambao ulikuwa unaingiza mazao na kutoa mazao ama bidhaa kutoka kwenye viwanja vyetu vya ndege. Sasa tunaenda kuikarabati reli hiyo kwa maana ya kilomita 85 kati ya Arusha na Kilimanjaro kwa maana ya mji wa Moshi. Yes. Na tutajenga kituo cha treni ndani ya uwanja wa ndege wa Kia ili kuwawezesha tena wasafiri kuingia na kutoka kiwanja cha Kia. Na tunajua wote kwamba ukanda wa kaskazini ni ukanda wenye biashara nyingi za kiutalii na uzalishaji wa mazao ya horticulture, hizi mboga, maua na vitu vingine. Ni imani yetu kwamba tukifanikiwa kujenga kituo hicho, kwa maana ya mtandao wa reli uko ndani ya uwanja wa Kia, kilichopo ni kujenga kituo ndani ya uwanja huo
pamoja na kufanya maboresho makubwa ya mtandao huo wa reli kati ya Kilimanjaro kwa maana ya mji wa Moshi na mji wa Arusha na kujenga jengo la kisasa katika kituo chetu cha abiria cha Arusha. Kwa haya yote tunayafanya, lengo ni kwamba tuwawezeshe Watanzania kwa maana ya kuwapunguzia gharama za interoperability ama transshipment kati ya uwanja wa ndege, bidhaa zinazosafirishwa na ndege na kupitia reli yetu, na kwa maana pia ya wasafiri kuwapunguzia adha ya usafiri kati ya maana ya kuingia ndani ya kiwanja cha ndege cha KIA na kutoka kwenye kiwanja na watalii ama wageni ambao wanatembelea maeneo haya. Kwa sisi leo ili kuyatimiza haya tumesaini sasa hati ya makubaliano, na hatua inayofuata ni kwenda kwenye utekelezaji, na kwa maana nyingine hati hii ni pamoja sasa na kuanza kuyatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa katika vipindi tofauti, kwa maana kama nilivyosema wakati wa uzinduzi wa treni za abiria na hata wakati wa uzinduzi wa treni za mizigo, na hayo yote ameyaelekeza kwa maana ya kutoa support ama kuwezesha usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo kati ya viwanja vya ndege na shirika la reli la Tanzania. Kwa baada ya kusema hayo, mkurugenzi mkuu, naomba nikushukuru sana. Ndio. Tuishukuru timu ya wataalamu. Ndio. Maana yake tuliipa kazi hii na kupitia mwenyekiti wa timu hii. Walienda kujifungia na wameifanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Ndio. KM Online TV.